Karibu ndani ya juma lingine katika dakika 30 za taarifa na marejeo ya matukio mbalimbali ya wekundu Msimbazi Simba. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mchezo wa Mzizima Dabi pamoja na Simba Queens kuelekea mchezo wao dhidi ya Alliance. Huku pia mashabiki wa Simba Sports Club wakitoa maoni yao mara baada ya msimu 2023-24 kumalizika. Karibu sana shabiki kipenzi na mwanachama halisi wa Simba. Hii ni Simba TV. Wiki hii katika Simba TV tutaangazia moja ya mchezo mkubwa katika ligi kuu ya NBC kati ya Simba dhidi ya Azam FC. Umekuwa kichezwa mwanzo mpaka mwisho kwa timu zote mbili. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ni dakika ambazo zimemkaa kichwani sana Faisal Salum Abdallah akipoteza mkwaju wa penalty. Ni msisimo ulioambatana na joto katika dabi ya Mzizima kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, wakiwa nyuma ya Simba. Licha ya mazingira magumu ya timu, lakini bado wao ni wafia timu. Jiji la Dar es Salaam lionekanavyo usiku. Ikiingia kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, Kennedy Wilson Juma, pasi moja ya kuninginiza kwa Edwin Balua. Zamiru Yasin, Freddy! Kona! Zamiru anaipenyeza pasi ile kwa Ladaki Juma Chesambi. Kwenda chini Ladaki, mpira unakwenda nje. Ya wachezaji wa Azam FC, kinu kitazama ni Yannick Bangala Litombo ambaye alikuwa mwisho kugusa ule mpira. Amekuwa siti kushuka katikati ya walinzi wa kati pale ambapo utaanza mpira. Freddy Michael Kubla. Freddy! Na hii nafasi ambayo alipata, lakini Bangala alikuwa wa kwanza kuweka mguu na kugusa mpira ambao alipoteza uelekeo. Balua Chesambi ambao wanatumika zaidi. Kanute kwa Mzamiru Yasin Said. Ya Zaid anachezewa ndivyo sivyo, ni free kick. Ahmed Arajiga kwenda kuweka nge ile, na ni kadi ya manjano ya kwanza kwenye mchezo huu. Ni control murua mno kutoka kwa Ayub Lakred, kwamba si mikono tu inafanya kazi bali hata miguu. Lakini ishara ya makocha wa Simba ni namna ambavyo wanaweza kucheza na kuvuka eneo la wachezaji wa Azam kwenda kwenye eneo la mwisho. Pasco Msindo akionekana na Yusuf Dabo, lakini Yannick Bangala akisisitiza jambo kwa wachezaji wake. Mzamiru Yasin, Ladaki Chesambi, Mohamed Hussein, Kanute ameupenyeza na umepenya kwa Mzamiru, na kwa pasi kwa Edwin Balua. Kanute alisubiri dakika 63. Sario Kanute alichokifanya na Ngwanda sijaona dakika 28 katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB, anakifanya dakika 63 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Jason Fuentes Mendoza anaonja ladha chungu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoka kwenye mguu wa kulia wa kiungo wa kimataifa wa Mali, Sario Kanute with a finish, na Simba wako mbele kwa goli moja kwa bila. Mzizima ukianza kuzizima katika uwanja Benjamin Mkapa. Imesakwa na imetafutwa pale ambapo imefichwa, ikiwaka mulika, ikizima papasa, ndicho kitu ambacho anaifanya Sario Kanute. Kipe Junior anakataa kuwa mjinga. Fabrice Luamba Ngoma, kiungo wa zamani wa Al Hilal Omdurman ya Sudan. Idinado Fuentes amekataa. Ayub Lakred, safari ya kutoka Morocco mpaka Dar es Salaam haijawahi kuwa nyepesi. Amekuja kikazi na si kitalii. Ilikuwa ni nafasi nzuri sana, wote heda, lakini kwenda kuupaka mafuta mpira ambao unaota mbawa na kwenda juu kabisa. Faida kwa Azam kupiga kona. Pengine ile setup aliyofanya kwa Kanute anataka kwenda kurekebisha upande wa pili. Akianzisha Faisal Salum wa Yahya Zaid Omar. Fuentes! Nado! Mwamuzi anasema ni offside.
Mwamuzi msaidizi nambari 1 kutoka Sudan, Ibrahim Mohamed Abdallah, anasema ni offside. Akiwa tazama namna ambavyo mpira umepigwa. No. Lakini alikuwa mbele Fuentes. Naam, alikuwa mbele Fuentes. Yes. Jason Fuentes Mendoza wakati anaupiga mpira pamoja na viongozi wa Azam wakienda kujiridhisha kwenye Azam Max. Angalia zaka za kazi wakwenda kujiridhisha kwenye Azam Max kwamba hii hapo wakati inatoka kwa Yahya Said. Yes. Kimtazama Fuentes Mendoza katika eneo la kuotea. Yes. Lakini baada ya Fuentes kucheza hakuwa kwenye eneo la kuotea. Ronaldo alikuwa on side. Cheza ndivyo sivyo, Sadio Kanute akiandaliwa. Duchu amekodoa macho kweli kweli, miongoni mwa wachezaji ambao walianza kwenye kikosi cha kwanza kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa. Nyingine kuona kwa namna gani ambavyo wanaweza wakaufunga upande huo aweze kusalia, lakini vile vile jukumu la kupandisha mashambulizi pia kwa ambaye atakuwa eneo la juu zaidi. Haya, Ladaki Chesambi anachezewa ndivyo sivyo, ni free kick. Hapo Ladaki alifanikiwa kuwin, akaenda kukaa mbele, lakini alienda chini. Anaunyunyiza ndani huko. Wow! Fabrice Luamba Ngoma. Fabrice Luamba Ngoma anawaandikia goli la pili wekundu wa Msimbazi Simba. Palipo na kidonda kibichi unawekwa msumari wa moto. Mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wapo kwenye furaha isiyokuwa na mfano. Mashabiki wa Lunyasi Benjamin Mkapa inawashuhudia Azam wakiruhusu bao la pili kwa bao la kichwa la Fabrice Luamba Ngoma, nyota wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lugha anazungumza ni Kifaransa, lakini kichwa chake kimezungumza kwa lugha yenye machungu makali mno kwenda kwa Azam Football Club. Alikwenda kuibia kwa Yahya Said. Tazama urefu wa Fabrice Ngoma, mtazame Said, yeye ndiye ambaye alikuwa na faida. Kichwa ambacho kilimshinda Mohamed Mustafa kinakwenda kuandikia Simba bao la pili. Taifa Azam wamenyanyua silaha 2 kutoka bench. Ruben Lianga Kipre ni foul. Amechezewa ndivyo sivyo. Pascal Gaudens Msindo na kadi ya njano nyingine inatoka, akionyeshwa David Kameta. Duchu Ayub Lianga on target, lakini kwenye mikono miwili ya mlinda mlango Ayub Lacret. Alikuwa makini kweli kweli kuona mpira ambao ulielekezwa pale pale aliposimama. Mikono juu kwa wachezaji wa Azam wakiamini kwamba hawapendezwi na ambacho inaonekana kwenye scoreboard. Pasi ni kwa Mzamiru Yasin, anainyunyiza pasi alipokuwa Freddy Michael Kublan, yeye dhidi ya Yannick Bangala. Freddy Michael Kublan imekula chuma. Duchu! Palipo matumaini pameingia kiza kinene. Pasipo tarajiwa pamefanya makubwa ya kaduaza wengi. Na ndicho kinachoonekana kwa Azam FC. Pasi ya masafa marefu iliyopita angani bila visa wala kibali ikamkuta Freddy Michael Kublan, mwamba ukakataa, lakini mguu wa kushoto wa David Kameta Duchu ukaziona wapi nyavu zilipo, na akaushindilia mpira kunako nyavu za Azam FC, akaiandikia Simba bao la 3 na kuikaribisha Simba kwenye furaha ya alama 3 katika dabi ya Mzizima baada ya muda mrefu. Hii hapo ambayo ilipigwa mpira ukagonga post, ukamkuta David Kameta katika eneo ambalo alikuwa huru na kwenda kumnyanyua shabiki raia wa kigeni. Namna ambavyo kila sio unacheza katikati tu, tunaweza kucheza si wenyewe pia. Dakika 90 zilizobeba furaha isiyotarajiwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba zinamalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hiyo kuwapa nafasi mawinga hao kwenda na kutengeneza nafasi za kutosha. Mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba katika kijiji cha Mtale, wilaya ya Magu, mkoani Mwanza,
Wamesema hawajatetereka kwa nafasi walioishika msimu huu na kusema kuwa bado wana matumaini na viongozi wao na wana uhakika wa kutoa ubingwa msimu ujao. Hayo yameelezwa wakati wa uzinduzi wa tawi jipya la mashabiki, ambapo licha ya kuwapongeza watani wao kwa kutoa ubingwa wa ligi, wametamba kuwa huu ni msimu wao wa mwisho. Msimu ujao ni zamu ya Simba. Of course tunaamini msimu unaokuja sisi tutakuwa the best. Tutafanya vizuri. Yaani ubingwa utakuwa wa mwanzo na mwisho kwao. Wajipange. Next time watakuwa wanalia na kusaga meno. Tukutanie Lupaso mwaka kesho. Na imani msimu ujao ushindi ni wetu. Hilo lenye halipingwi. Na imani viongozi wetu tuna imani nao bado kubwa sana. Hatuna ugomvi wowote. Mambo yatakaa vizuri. Ndio maana unaona sura zote unazoziona hapa zina bashasha ya furaha tu. Baba akiteleza bado ni baba yako tu. Kwa hiyo sisi Simba hatuwezi kuhama. Lazima na hao hapo kweli kuna kama kakilio fulani, lakini kakilio kameshatoweka na watu wameshakubali ili tujipange upya. Lengo na mazumuni ya tawi letu ni ushirikiano kusaidia timu yetu. Sisi kwanza mimi ninaona kama tumechukua tu ubingwa. Maana aliyekosa ubingwa hawezi hata akazindua tawi. Kwa upande wa Simba Queens, ikiwa wanaelekea katika mchezo dhidi ya Alliance Girl kule Mwanza katika ligi kuu ya wanawake, mchezo ambao utapigwa tarehe 7 ndani ya dimba la Nyamagana. Mchezo ambao Simba Queens wanahitaji matokeo ya ushindi ili watangazwe kuwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake msimu wa 2023-24. Lakini hapa tuangalie moja ya mchezo bora kwa Simba Queens msimu huu, wakipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya mtani wao Yanga Princess. Princess Christopher. Ruti. Daniela. Violet Nicholas bado kuna mpira. Fatuma Isa Maonyo. Violet anapita katikati kucheza kwa Feti Dance, anacheza katikati ya uwanja. Aquino Corazon kutisha mali pembeni kwenda kuondoka sasa. Anachanja buga kwenda Elizabeth akapasi ndani Aisha. Aisha Juma Mnuka. Mwili mdogo. Kazi kubwa. Yupo kama sindano na shona hadi makoti. Kazi kubwa sana anayofanya kwenye box la timu pinzani. Anafunga bao la 4 kwake msimu huu. Lakini shambulizi la kwanza kwa Simba Queens wanafanikiwa kuweka mpira kwenye kamba. CEO wa timu ananyanyuka na kupiga makofi kwa kazi nzuri ambayo imefanywa na Simba Queens. Yanga Princess wanalazimishwa kwenda kuanza katikati ya uwanja. Wanaanzisha kati pasi na kupenda. Shambulizi ambao limeanzia pembeni kabisa mwa uwanja. Elizabeth Wambui, pasi nzuri ya kutambaliza. Aisha Mnuka anatapu yule mpira. Ilikuwa ni combination nzuri baina ya Fatuma Isa pamoja na Vivian Corazon, ikamkuta Daniel Babu ambaye anamwaga mpira ndani na inamkuta Aisha Mnuka. Ni goli ambalo limetengenezwa kwa ufanisi mkubwa sana kwa upande wa Simba Queens na umeonyesha kwamba wana uwezo wa kusakata kabumbu, na hili ni bao lao nzuri kuliko ambao wameandika kipindi cha kwanza dakika za mapema kabisa. Nasubiri kuona kama kuna kitu kinaweza kufanyika kwa upande wa Yanga Princess. Lakini Aisha Mnuka dakika ya pili tu anawapeleka kati. Ruti. Aisha Juma Mnuka. Mwili mdogo. Kazi kubwa. Yupo kama sindano na shona hadi makoti. Kazi kubwa sana anayofanya kwenye box la timu pinzani. Anafunga bao la 4 kwake msimu huu. Lakini shambulizi la kwanza kwa Simba Queens wanafanikiwa kuweka mpira kwenye kamba. CEO wa timu ananyanyuka na kupiga makofi kwa kazi nzuri ambayo imefanywa na Simba Queens. Yanga Princess wanalazimishwa kwenda kuanza katikati ya uwanja. Wanaanzisha kati pasi na kupenda. Shambulizi ambao limeanzia pembeni kabisa mwa uwanja. Elizabeth Wambui, pasi nzuri ya kutambaliza. Aisha Mnuka anatapu yule mpira. Ilikuwa ni combination nzuri baina ya Fatuma Isa pamoja na Vivian Corazon, ikamkuta Daniel Babu ambaye anamwaga mpira ndani na inamkuta Aisha Mnuka. Ni goli ambalo limetengenezwa kwa ufanisi mkubwa sana kwa upande wa Simba Queens na umeonyesha kwamba wana uwezo wa kusakata kabumbu, na hili ni bao lao nzuri kuliko ambao wameandika kipindi cha kwanza dakika za mapema kabisa.
Nasubiri kuona kama kuna kitu kinaweza kufanyika kwa upande wa Yanga Princess. Lakini Aisha Mnuka dakika ya pili tu anawapeleka kati. Ruti kwenda kurusha mpira. Rushwa mpira ambao kwa kichwa Precious. Anatoa nje Violet. Madina Traore kana sharusha na mpira juu. Neema Po. Pasi nzuri ndani ya box, mpira ambao anakwenda nao Ruti. Anamgeuza mtu ndani ya box na kuondoa. Asha Jafari. Anabutua mpira mrefu juu kwa Aisha Juma Mnuka. Aisha control nzuri sana kwenye nafasi Aisha. Aisha anamkamua mtu. Aisha fanya shambulizi, mpira ambao anababatiza. Anaingia Feti Densa. Mpira ambao uko kwa Simba Queens. Elizabeth Wambui bado yuko na mali. Eliza ametoa assist ya bao la kwanza, la mimina cross ndani, nyingine yuko anakwenda kuondosha. Aisha yule wa dakika ya pili, ndio yule wa dakika ya 10 anakwenda kuziba masikio tena. Nikwambia sindano ndogo inashona hadi makoti. Bao lake la 5 analifunga msimu huu. Kazi nzuri sana ya Aisha Juma Mnuka, mchezaji ambaye ni hatari sana kwenye box. Fox in the box. Tumaini la Tanzania, tumaini la Simba Queens ambaye anaipokea cross ile, mpira ambao unamshinda mlinda mlango, anabinjuka na kuweka mpira kwenye kamba za Yanga Princess. Mchezo wa kwanza ambao Yanga wanaruhusu mabao mawili kwenye kamba zao msimu huu. Waliruhusu bao moja mchezo uliopita dhidi ya Amani Queens, lakini Simba Queens wanawapa mlima mzito na kuweka kamba mbili ndani ya dakika 10 za kwanza. Ni makosa ya Safiatu Sarifu, mlinda mlango kikosi cha Yanga, ndiye amefanya makosa makubwa zaidi kuweza kuudaka ule mpira kwa ufanisi. Anampa nafasi Aisha Mnuka ambaye alikuwa kwenye mchezo, na hiyo ndio faida ya mshambuliaji. Ukiwa kama striker ni lazima usome. Timu nne ambazo zinapewa nafasi kubwa sana. Hai, imetengwa pasi juu kwa Asha Jafari. Asha kwenye nafasi. Nafasi moja hadhimu sana ambayo Simba wameipata kupitia Asha Jafari, lakini hii ni move ambayo lazima upongeze safu ya ulinzi ya Simba, ndio ambayo ilipiga pasi hii mpaka katika safu ya ushambuliaji ya Simba. Ni funzo kwamba safu pia ya ulinzi inaweza katengeneza nafasi ya kufunga. Navusha pasi, mtafuta Aisha. Aisha anachezewa fao na Noela Luhala. Wachezaji wawili wa timu ya Twiga Stars kwa upande wa wanawake, Noela Luhala na Aisha Juma Mnuka. Lakini hapa kila mtu ana kazi na timu yake, wakivaa jezi ya Twiga Stars wote wanafanya kazi kwa pamoja. Safiatu Sarifu anapanga wachezaji wake, lakini ukuta wa watu watatu tayari ushawekwa ule. Elizabeth Wambui tena shaanzisha kwa Feti Densa. Anapeleka tena kwa Elizabeth kwenda kutafuta nafasi pembeni kabisa mwa uwanja, anaweka cross nyingine ndani kwenye nafasi. Vivian Aquino Corazon, midfield maestro kwa upande wa Simba Queens. Bao la 3 dakika za kwanza kabisa za kipindi cha pili. Nizungumza kwamba Simba wanatumia vyema dakika za kwanza kuweza kuandika mabao, na wanafanya hivyo tena kipindi cha pili kupata bao lingine. Safari hii si Aisha Juma, ni Vivian Aquino. Vivian Aquino Corazon ndiye baada ya peleka kati Yanga Princess kwa mara nyingine tena. Bao la 3. Elizabeth Wambui, krosi 3, goli 3. Anafanya tena kile ambacho alifanya kipindi cha kwanza, lakini pia unaweza kumsifia Vivian Aquino Corazon alivyoingia kwenye nafasi na kutapu ule mpira kwa kichwa vizuri kweli kweli. Safu ya ulinzi ya Yanga iliweza kufumuka baada ya kwanza kwa ufupi kwa upande wa Simba, na wameweza kuwapa nafasi Simba kuandika bao la 3. Aquino Corazon amekuwa na mechi nzuri sana katika siku ya leo na anawapa bao jingine Simba Queens.
Hiki kinachoendelea sidhani kama kinamfurahisha baba mzazi, baba Lawena Nsonda, shabiki wa Yanga huyu. Ni pakacha lakini bado mali iko kwa Asha Jafari. Kaida Wilson anapoteza mpira. Ondosha mpira ambao Diana Antwi, lakini faida ni kwa Simba Queens, naambiwa ni mpira wa kutenga uelekezo Yanga Princess. Ilichezo foul. Daniela Ngoi ambaye anaanzisha ule mpira kwa Tisia. Danai Bobo. Kaida Wilson. Precious Christopher. Bado inawekwa kwenye njia kumtafuta Bundi. Daniela Ngoi anakuwa wa kwanza na ana uhakika wanachokifanya, anatandika leli na kutoa mpira nje. Nisharushwa Janet Bundi. Anacheza cross kubwa ndani kwa upande wa pili Goza. Kichwa kile mpira ambao unapita juu. Goal kick. Uwepo wa Daniel Ngoi, beki wakati wa Simba, pengine unawakumbusha. Dana Mnali tayari anarusha. Koku Kipanga. Koku. Diana cheza chini kwenye eneo lao, 4 zimekamilika zilizoongezwa. Navushwa tena ule mpira mrefu. Dakika 90 za mchezo zinakamilika. Huu ni mchezo wa 3 kwa kila timu kwa ligi kuu ya wanawake, lakini Simba Queens anakuwa na ushindi kwa 100% kwa michezo yote mitatu ya kwanza. Pointi 9 na wanakaa kileleni mwa msimamo wakiwaacha Yanga Princess ambao walikuwa nafasi ya pili. Nasubiri kuona baada ya michezo mingine nani ataangukia wapi baada ya mechi hii kukamilika. Anaunyunyiza ndani huko. Wow! Fabrice Luamba Ngoma. Fabrice Luamba Ngoma anawaandikia goli la pili wekundu wa Msimbazi Simba. Palipo na kidonda kibichi unawekwa msumari wa moto. Mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wapo kwenye furaha isiyokuwa na mfano. Mashabiki wa Lunyasi Benjamin Mkapa inawashuhudia Azam wakiruhusu bao la pili kwa bao la kichwa la Fabrice Luamba Ngoma, nyota wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lugha anazungumza ni Kifaransa, lakini kichwa chake kimezungumza kwa lugha yenye machungu makali mno kwenda kwa Azam Football Club. Alikwenda kuibia kwa Yaya Zaid. Asante kwa kuitazama Simba TV. Hadi wakati mwingine.